tunatamani sana kwa ajili ya ustawi wa ndoa zetu hizi. Kipi cha tatu muhimu sana ambacho ni vizuri tukaendelea kukiishi ili mambo yakae sawa, na si huko ambako tunaona kwamba wengine tayari haya mambo yameshaharibika huko? Karibu. Asante sana. Kama nikumbushe tu, kama kuna ambaye ameingia tu sasa hivi, ya kwamba jambo la kwanza ambalo tumefikiri la muhimu ni kuzuia, yani kufanya maandalizi, kujifunza kwa muda wa kutosha kabla ya kuingia kwenye ndoa. Alafu jambo la pili ni kutunza ile ambayo tayari ipo, na tumekumbushana ya kwamba namna ya kutunza ndoa iliyo hai ni kuweka mikakati, kuhudhuria retreat, kwenda kwenye seminar. Kuna wakati unasikia seminar ya ndoa iko mahali unaona huna sababu nayo, ni kutie moyo kwenda. Kama ukisikia kuna seminar ya ndoa, soma vitabu. Kuna hatari pia ya kwa kuchagua ni kitabu gani unasoma. Siku hizi kila mtu anaandika, mitandao imejaa. Jambo la tatu, kwenye kutunza pia kuna kukua na vikao kwenye wewe na mke wako. Ni muhimu sana kutengeneza vikao vya mbele, na kwenye vikao hivyo mnaweza mkakubaliana kabisa kuwa na maswali matatu. Ndio. Swali la kwanza nilijifunza kwa mtu kwamba unaweza kumuuliza, mkatengeneza maswali kwamba ni nini ninachokifanya vizuri ambacho ungependa niendelee kukifanya. Linakuwa swali la kwanza. Swali la kwanza kwenye kikao chenu. Swali la pili, ni nini ambacho sikifanyi vizuri na ungelipenda niache. Alafu jambo la tatu, ni nini ambacho sikifanyi na ungependa nianze kukifanya. Tunaweza tukarudia kwa faida ya anayetusikiliza hapa katika haya maswali matatu. Naona yana msingi mkubwa sana. Kwa hiyo kwenye kikao chetu, mambo ya jambo la kwanza, kwa sababu unataka kutiwa moyo kidogo, unasema ni nini unachofurahia kunihusu, au ni nini ninachofanya vizuri ambacho wewe unakifurahia. Swali la pili anakujibu, na wewe unamuuliza mwenzako hivyo hivyo. Alafu swali la pili unamuuliza ya kwamba ni nini ambacho ninakifanya na usingependa niendelee kukifanya. Kuna kitu ambacho, kwa maneno mengine, nini ninachokuudhi nacho, ni jambo gani ambalo hufurahi kwangu. Halafu jambo la tatu unauliza ni nini ambacho kwa kweli sijawahi kukifanya na ungependa nikifanye. Kwa hiyo ndo hapo utaanza kusikia kwamba bwana, niite hata jina zuri, unaniita mama fulani tu siku zote, au baba fulani, niite kitu fulani. Kwa hiyo anakueleza kitu ambacho ungependa na utajitahidi kwa sababu amekisema. Kwa hiyo hilo liko kwenye kutunza. Lakini pia kuna swala la tatu ambalo ni kutibu. Nataka nikutie moyo ya kwamba hakuna ndoa ambayo haiwezi kuponywa. Mtu asikudanganye kwamba tumefika mahali pabaya. Mimi kwa muda ambao nimekuwa mchungaji na nazifahamu ndoa nyingi. Kuna ndoa ambayo iliwahi kukaa miaka zaidi ya 20. Mungu ameiponya, wamerudiana watu. Kuna watu ambao walikuwa wameshatengana, walikuwa na mpango wa kuachana. Mimi nina ushahidi ya kwamba wamerudiana. Kuna watu ambao walikuwa na shida za kutisha kwenye ndoa zao, lakini kwa neema ya Mungu wamerudiana. Kwa hiyo kitu ninachotaka kusema tu, kuna tiba kwenye ndoa. Kwa hiyo unapotaka kutibu ndoa yako, tulisema kwa habari ya maintenance, lakini ukitaka sasa kuitibu, kuna swala la kuhuisha viapo vya ndoa. Utashangaa ndoa ya serikali, ndoa ya kanisani, ndoa ya msikitini, huwa zote wanapewa viapo. Ndio. Kuna viapo ambavyo yule mtu anaviweka. Sasa ni vizuri kuhuisha. Kuhuisha ni kufanyaje? Ni kujikumbusha yale maneno ambayo tulipeana wakati wa ndoa. Na la mwisho kwenye hili la kutibu, ni vizuri kujijengea utaratibu wa aidha kuomba pamoja, kusoma neno la Mungu pamoja, kwa wale ambao mnapenda kusoma neno la Mungu, na kujihadhari na sumu ambazo zinaangamiza ndoa. Miongoni mwa sumu ambazo zinaangamiza ndoa zetu ni mitandao. Mitandao imejaa vitu vingi vichafu, na kwa bahati mbaya wanawake na wanaume wameshiriki vitu ambavyo vinaharibu ndoa zao
kwa mitandao, mawasiliano mabaya, kusoma vitu vya hovyo na kufikiri kwamba wanajifunza. Kuna watu wanaangalia pornography na kama kuna kitu ambacho kimeleta madhara makubwa kwenye ndoa ni swala zima la pornography. Ndio. Wanaume wanaangalia pornography, wanawake wanaangalia pornography na wanafikiri kuna majibu wanayoyapata huko, lakini hutampata mtu mmoja aliyekufanya hivyo ndoa yake ikabaki salama. Kuna swala la kuingiliwa na watu wa nje, kuna swala la kutokuwepo kihisia au kimwili, yani kwamba mtu hayupo kihisia wala hayupo kimwili. Kuna hilo la kutokuwepo kimwili, na maanisha ya kwamba labda umbali. Ni vizuri kuanza kufikiria kama mmetengeneza umbali mrefu sana wa kutokuwa pamoja kama mume na mke, ni vizuri kutafuta kila iwezekanavyo ili urejeshe kukutana na kuwa na ukaribu. Na hilo niombe kwa serikali. Serikali ninaitupia lawama pia na yenyewe kwa talaka hizi, kwa sababu kama unamweka mfanyakazi mmoja wa serikali ambaye ni mume Mtwara na mwingine ukamweka Musoma na wote ni wafanyakazi wa serikali, hiyo ndio unatarajia itakuwaje? Nashukuru sana Dr. Show. Madereva malori itabidi mkae kwa kutulia kwanza. na katika yale mawili, Madam Sapi, kwa dakika japo 3 hizi, hebu tuweze kusikia kitu ambacho tunadhani kwamba kitaweza kwenda kuponya katika eneo hili. Tunazungumza kwa habari ya ndoa, na ndoa hizi tukiangalia ukorofi mwingi unakuwepo katika rika la ujana kwa sehemu kubwa. Karibu. Asante. Kwa hiyo nilikuwa nimesema kuhusiana na mwanamke, roles za mwanamke, ni majukumu gani mwanamke unatakiwa uyatende ili uweze kuidumisha ndoa yako na kuweza kusimama katika nafasi. Vipo vitu vingi sana, lakini mimi naongelea mambo ambayo ni makubwa, ambayo ukisimama nayo, yani automatically tu, wala uhitaji kuongeza gia nyingine. Ukiwa mtii, ukamsikiliza mwenzako, akakuelekeza, ukaelezeka, ukaambiwa, ukasikia, sio wewe kila siku wewe ni ubishi tu. Hapana, mimi nimeshasema hiki nimeshasema. Mambo mengi yamekuwa yakisababisha ndoa nyingi kuvunjika. Lakini jambo lingine ambalo mimi naliongelea ni kuhusiana na upande wa baba. Nilimgusa mwanamke. Ndio. Nikasema awe na hayo mambo matatu, lakini mwanaume pia akifanya haya matatu pia naye atamsaidia kwa mapana yake. Jambo la kwanza, mwanaume kwa asili hajaumbiwa kupenda, lakini ameagizwa kupenda. Apende tu. Sababu mwanamke anapenda kama ambavyo mwanaume anapenda mwanamke amtii, ndivyo mwanamke anapenda mwanaume ampende. Kwa sababu for the first time nakutana na huyu mtu, aliniambia maneno ambayo yaliugusa moyo wangu. Yale maneno yale mimi ndiyo yalinifanya nimkubali, ndiyo yalinifanya niishi naye, ndiyo yalinifanya nifanye maamuzi sahihi kumfuata. Kwa hiyo kile kitu alichokifanya mara ya kwanza ndicho matarajio yangu kwake. Kwa hiyo upendo kwa mwanaume kisiwe ni kitu tu cha kwamba ulishaniweka ndani, mimi ni kama TV tu, unakuja unabonyeza na unachukua remote tu unaelekeza tu. Hapana, tupendane tu, nipende, nionyeshe upendo, nipe zawadi, nifanyie vitu vyote hivyo ambavyo kwangu mimi vitanifanya nijisikie vizuri. Jambo la pili kwa mwanaume, hakikisha unatatua changamoto za kihisia na za kiuchumi za mwenzako. Changamoto za kihisia, mimi ni mwanamke, niko kwenye ndoa mwaka wa 22 leo. Nawezekana nikasema mwenzangu ana madhaifu, mimi nina madhaifu mengi. Lakini kwa nini naweza nikasema navumilia? Ni kwa sababu zipo element ambazo hakuna mtu, wewe wa nje unaweza usizielewe, unaweza ukaona huyu mwanamke huyu mbona hivi. Lakini mimi nina vitu fulani ambavyo ni vya tofauti ninaviona kwa mwenzangu ambavyo vinanifanya mpaka leo ninavumilia. Vipo. Okay. Kwa hiyo vile vitu nikivipata, hasa kwenye hisia, mwanamke ana hisia, sisi tunaendeshwa na hisia, nyinyi mnaendeshwa na logic. Lakini mimi vitu vichache tu, yani atakuja tu mtu amekuja amebeba kuku amechoma tu ameleta, mke wangu nimekuletea, yani kwangu kuna kitu kinabaki. Yani unaacha kovu la upendo ndani yangu. Atakuja kusema umependeza, hicho tu. Wanawake, sisi wanawake tunapenda vitu hivyo vichache. Kuna wengi wanakosa hilo neno. Umependeza mke wangu. Na naona kama ukinisifia labda unaona umenipaisha sana. Hapana, mimi hicho ndo nakihitaji sasa.
Lakini jambo lingine ambalo nalitamani ni kwenye hisia, ni pamoja na kwamba na kuhitaji, maana sasa hivi tendo la ndoa pia nalo lenyewe limekuwa ni mgogoro. Ukiona kwenye familia yoyote magomvi, ni mambo hayo mawili: mwanaume kushindwa kutimiza wajibu wake katika kutatua changamoto za kihisia. Mwenzako anakuhitaji, wewe utaki. Hata kama una matatizo lundo ndani ya kichwa chake, basi mridhishe. Au mwanamke, wewe utaki kumridhisha mume wako na anakuhitaji kwa wakati huo. Kwa hiyo kunyimana tendo la ndoa pia nako kumekuwa ni tatizo kubwa sana ambalo limeleta magomvi mengi, na tunavyofahamu kwamba tendo la ndoa ndio suluhisho la mambo mengi. Unaweza mkaa muongei, lakini mkishafanya hicho kitu tayari kinaleta ule ukaribu, hata hasira inaisha. Na ndio tunajua ni sehemu pekee ambayo itaweza kurejesha, kwa sababu ni mahali ambapo Mungu alisema kwamba tutakutana katika mwili mmoja. Lakini jambo lingine ambalo utaweza kulitekeleza kama mwanaume, hakikisha wewe baba, hakikisha unatimiza majukumu yako kama baba ndani ya familia. Sio unanyanyuka asubuhi ujue hata familia inakula nini. Wababa wengi wamesusa, wamewaacha wanawake wapambane wenyewe. Na wanawake wanapambana ni uwezo. Hapana. Amezungumza vizuri hapa Askofu Dr. Shaw kwamba na pale mwanzo ulisema pia mwenyewe kwamba kuna namna fulani hivi empowerment kwa wanawake. Ya wanawake, yes. Na kikumbali kabisa. Mwanamke yeyote akinunua hata TV pale ndani ataipigia kelele kila siku, mimi nilinunua TV. Hakuna mwanaume ananunua TV anajisifia, mimi nilinunua TV. Si ni wajibu wake baba, ndio aliyenikaribisha ndani ya hii nyumba. Kwa hiyo TV, makochi ni vitu ambavyo natarajia nivikute pale ndani. Lakini mwanamke akinunua, kwa sababu sio asili yake, ataongea, nilisomesha watoto, mimi ndio nilipa ada, mimi ndio nilifanyaje. Kwa sababu gani? Wajibu wa baba, yeye aliambiwa atafanya hayo. Lakini sasa wamama wengi kwa sababu ya hiyo empowerment tumepora yale majukumu, tumeyabeba sasa. Mimi nasomesha, nina uhakika kabisa nitasomesha watoto wangu. Yaani hata ukiniambia mimi huyu baba hana uwezo, kama alivyosema, hana uwezo kabisa wa kulipa ada ya mtoto kumpeleka pale labda Eden Garden. Lakini mimi kwa kupambana kwangu nina uwezo wa kumpeleka. Kwa hiyo kama mimi mwanamke nina uwezo wa kufanya hivyo, sitakiwi kumuumiza huyu baba. Sitakiwi kabisa kusema mimi ninamsomesha mtoto Eden Garden. Pengine tulikubaliana nikakwambia mke wangu sina uwezo wa kumpeleka mtoto shule kubwa ile. Mimi uwezo wangu ni wa shule za kawaida. Lakini sisi wanawake kwa sababu nina uwezo wa kwenda na kumpeleka, na nitaenda vikoba, nitaenda wapi, nitakopa, nitafanyaje nionyeshe kwamba mtoto wangu naye amesoma. Huyu baba anaishi kwa mateso. Nina kesi nyingi sana ambazo nazifahamu. Wa baba ambao wanaishi kwa maumivu makali mno kwa sababu ya wake zao kuwa na uwezo na wanaume hawana uwezo. Na kwa sababu wanaume hawana uwezo, mwanamke anadiriki kufanya ili kuweza kumsaidia mwanaume, na bado mwanamke anamuumiza mwanaume kihisia. Lakini jambo la mwisho ambalo naweza nikalisema ni kuhusiana na kuhakikisha mwanaume unasimama katika nafasi yako. Kivipi? Kuwa mtu unayesema jambo ukalisimamia. Kwa sababu mimi ninatarajia tukienda hata kwenu, kama wewe ndio uliyenipeleka pale kwenu, alafu tufike kwenu wewe unikane. Yaani huyu mke wangu ndiye, kama alivyofanya Adamu. Huyu mke wangu ndiye alifanya haya, mimi sikuwepo. Tunakutarajia wewe mwanamume upambane mbele ya kadamnasi, mbele ya watu, mbele ya familia, kwenu na kwa kila mtu, kuhakikisha kwamba huyu ni mke wangu. Yaani wewe mbele za watu ufanye hivyo, alafu mkapambane huko ndani. Lakini wewe unasema atajijua mwenyewe alifanya hivyo. Yaani unamkana mke wako hata kama ana madhaifu 1000 mbele za watu. Uwe ni mtu wa kusimama na neno. Ukisema ndio, ni ndio kweli wewe kama baba. Kwa hiyo tunamtarajia mwanaume asiye yumba. Leo kasema hiki, kesho kageuka kasema hiki. Yaani huwa ni shauku ya kila mwanamke kumwona mwanaume akisimama kwenye nafasi ya kutamka neno na akalisimamia. Asante sana.